haifai kuifanyia kazi hadithi dhaifu mutlaqan. Ni mamoja ni katika mambo fadhailul a'mal au mingineyo. Kwa hadithi hii inaamrisha taqwa Allah azza wa jalla fi sirri wal 'alan fi kulli makan wa fawqa kulli ard wa tahta kulli samaa fi al-khalwati wal jilwa ay fi al-khalwa wa fi adh-dhahir 'inda dhuhur an-nas al-jilwa fi al-ghaibati wash-shuhud حيثما كنت يعني يكون مستوى التقوى عندك واحدا سواء كنت عند الناس أم في خلوتك. مستوى التقوى ni mmoja tu kwako wewe. ittaqillaha حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها ومن إذا فعلت سيئة والإنسان ليس بمعصوم إذا فعلت سيئة فاستغفر الله عز وجل وتب إليه. taka msamaha kwa Allah azza wa jalla na tubia kwake watbi'aha hasanatan, fuatishia ile ovu kwa kulifuatishia jema, tamhuha. Na ilivyo ni kwamba jema linafuta ovu. Miongoni mwa hayo ni mtu kufanya kuswali, kufanya istighfari, kutoa sadaqa na mengineyo katika mambo mema, lakini hayo yote huwa yanafuta saghairu dhunub na sio kabairu dhunub. Na ndio maana umetaja ile hadithi, yule mtu alikuja kwa Mtume swalla sallam, sahaba alikuja kwa Mtume swalla sallam kwamba yeye alimfanyia mwanamke mmoja mambo ambayo mwanamume mtu mume humfanyia mkewe isipokuwa zina, illa zina. Ya Rasulullah, nimefanya jambo hilo ya Rasulullah, mtu amefanya hivyo, nini hukumu yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, hal sallaita ma'ana subha, je uliswali na sisi hapa salatu subhi? قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. Sasa pia hili haina maana kwamba watu wanafunguliwa mlango wa kutenda madhambi na maasi, si maana yake, bali muradi ni kuonyesha kwamba fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kunjufu na ni pana. Wallahu dhul fadli al-azim, Allah ni wasi'ul fadli wal maghfirati war rahma. Kwa hiyo anawafungulia milango ya kukimbilia khairi na milango ya kujiepusha na shari. Kwa haitafaa kuifanya kwamba aya hii na hadithi hii tuliyotaja kwamba ni sababu ya mtu kutenda maasi, akatenda madhambi makubwa, ukimwambia innal hasanati yudhhibna sayiat, si maana yake, kwa sababu pengine ukaingia madhambi hayo alafu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kukusudia kwako asikusamehe. Pengine labda swala yako yenyewe kwanza inahitaji marekebisho mengi na madhaifu mengi, si swala ya kufuta madhambi. Unajuaje swala imejaa hawajis na mutashwishi mbalimbali na mukhalafati? Unajuaje kwamba swala hiyo itaweza kufuta madhambi yako? Kwanza unajuaje kama imekubaliwa? Lakini pia jambo jingine ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم amelifundisha hapa kubwa na ni nzuri ni khuluqun hasan, husnul khuluq, ambayo ni athqal ma yudha'u fil mawazin. Ni jambo kubwa ambalo, jambo zito ambalo litawekwa katika mizani, kama ilivyokuja katika hadithi, athqalu shay'in fi mizani almu'min yawm alqiyama husnul khuluq. Kitu kizito kabisa katika mizani ya mu'min siku ya kiyama ni tabia njema, ambayo hadithi imetaja Abu Daud na wengineo katika wanawachuoni. Mizani ya mtu ya mambo mema itazidi uzito kwa sababu ya tabia njema. Kadhalika mtu atakayekuwa karibu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama ni yule ahsanuhum khuluqan, mzuri wao wa tabia. Hadithi imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakuwa karibu na mtu huyo, au mtu huyo atakuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia vile vile tumesoma albirru, au itakuja hadithi albirru husnul khuluq, wema, kutenda wema ni tabia njema. Kisha akasema hadithi hii ameipokea Tirmidhi na akasema hasan. Na Imamu Tirmidhi siku zote akisema hadithi kwamba hii ni hasan, anakusudia ile hadithi ambayo imesalimika na ushudhudh, ndani yake hakuna rawi ambaye ni muttahamun bil kadhib, alafu wala metafarrad, akupwekeka rawi wake. Mambo matatu haya tumesoma katika alfiya ya al-Iraqi rahimahullahu ta'ala kwamba maana ya husni inda Tirmidhi ni mambo hayo matatu. Waqala at-Tirmidhi ma salim
من الشذوذ ما راو متهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد كالفيه عراق يسمى. kwa hiyo hadithi ikiwa imesalimika na mambo hayo matatu sio shadh wala hakuna rawi ambaye ni muttahamu bil kadhib na haikukwekeka hadithi yana sema hasan. Ndio maana hadithi nyingi sema hasan na nyingine hasanun sahihun, lakini ishkali inakuja hadithu hasanun gharib lam yurwa illa min hadha alwajh. kuna maelezo mengi ya watu wa hadithi juu ya maneno haya. Naam, iqra. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. يقول الحديث 19 حديث يكون 9. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala katika hadithi hii amesema maneno makubwa kabisa katika Jami'ul Ulumi wal Hikam. Anasema hadha alhadith yatadhamman wasaya adhima. Hadithi hii imekusanya nyasia kubwa wa qawaida kulliyatan min ahammi umuri ad-din, na kanuni au kawaidi misingi ya kiujumla katika mambo muhimu katika mambo ya dini. Hata qala baadhi ulama, mpaka wamefikia kusema baadhi ya maulama, tadabbartu hadha alhaditha faadhashani. Anasema nimeizingatia, baadhi wanaochuoni wanasema hivyo, tadabbartu hadha alhaditha, nimeizingatia hadithi hii, nimeitaammali hadithi hii, faadhashani wa kittu an atish. Anasema hadithi hii ikawa imenishangaza mimi na nilikurubia kurukwa na akili. Fawa asafa min aljahli bihadha alhadith wa qillati alfahm limaanahu. Masikitiko ni kwa ujinga, masikitiko ni kwa kutokuijua hadithi hii na uchache kufahamu maana yake. Yani mtu ambaye hajui hadithi hii anasikitisha sana kutokana na ujinga alionao. Hadithi kubwa namna hii watu hawaijui. Maneno haya yanazungumza Ibn Rajab kwamba baadhi ya wanawachuoni wamefikia kusema maneno haya. Ana Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, imepokewa kutoka kwa Abu al-Abbas Abdullah ibn Abbas as-sahabi al-jalil habru hadhihi al-umma, mwanawachuoni mkubwa wa umma huu wa tarjuman al-Quran. Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Hashimi ibn ammi Rasulillah صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة ب3 سنين، قبل الهجرة كم miaka 3 alizaliwa. شهد مع علي ابن ابي طالب موقعة الجمل وصفين، katika vita vya Jamal na vita vya Siffin alikuwa upande wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, na alipofuka macho mwishoni mwa umri wake baadaye akahamia Taif, akafariki kule Taif mwaka wa 68. kaburi lake liko njiani kabisa, kaburi ibn Abbas pale Taif. watu waliofika Taif walifahamu jambo hili. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema kuntu khalfa an-nabii sallallahu alayhi wasallam yawman, nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja. Katika baadhi ya riwaya radifa, yani abiria wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana,
inni uallimuka kalimatin, hakika mimi nitakufundisha wewe maneno. Inni uallimuka kalimatin, hakika mimi nitakufundisha wewe matamko. Ihfadhillah, hifadhi dini ya Allah, hifadhi mipaka ya Allah, hifadhi amri zake, makatazo yake, mipaka yake na haki zake. Ndio maana ihfadhillah, ihfadh awamirahu wa nawahiyahu wa hududahu wa huquqahu. Ihfadhillah, hifadhi dini ya Allah, yahfadhka, na yeye atakuhifadhi wewe. Ndio jawabu yake, jawabu ya talabu. Yahfadhka, atakuhifadhi wewe. Ihfadhillah, hifadhi dini ya Allah, tajidhu tujahak, utamkuta yeye Allah yuko mbele yako. Tajidhu tujahak, utamkuta yeye yuko mbele yako. Yani Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa pamoja na wewe katika kila jambo, atakuwa yuko mbele yako, atakutangulia. Tujahaka ay amamak, amelikariri jambo hili yadulluka ala ma fihi alkhair, atakufahamisha kwa lile ambalo lina khair ndani yake. Kwa jambo la kwanza ni hifdhullah, Allah atakuhifadhi, lakini pili atakufahamisha jambo la khairi. Ili ihfadhillah yahfadhka, atakuhifadhi wewe, lakini ihfadhillah yahfadhka kwa maana tajidhu tujahak, kwa maana atakufahamisha katika jambo la khairi. Idha sa'alta, utakapoomba, ukiwa una maombi unataka kuomba, fas'alillah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Yani idha talabta shay'an, unapotaka kitu, fala tatlubuhu min makhluqin, usikitaki kitu hicho kutoka kwa kiumbe, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. La tas'alan bunay adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu, Allah yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunay adam hina yus'alu yaghdhabu. Muombe Allah, usimuombe mwanadamu haja yoyote, muombe ambaye milango yake haifungwi, haizibwi. Allah anaghadhibika ukiacha kumuomba yeye, na mwanadamu wakati anapoomba anakasirika. Kwa muombe Allah. Wa idha sta'anta, na unapotaka msaada, fasta'in billahi, mtaki msaada Allah. Kuna jambo lolote wewe wataji msaada ndani yake, basi muombe yule ambaye biyadihi malakutu samawati wal ard, muombe yeye subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na unapotaka msaada mtaki msaada Allah. Wa'lam, na ujue, anna al-ummata, kwamba umma, law itama'at, law ungekusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, hiyo kukunufaisha wewe kwa kitu chochote, lam yanfa'uka, hawatakunufaisha wewe, illa bi shay'in qad katabahu Allah laka, isipokuwa kwa kitu ambacho amekuandikia wewe Allah, isipokuwa kwa kitu ambacho qad katabahu Allah, amekiandika kitu hicho Allah laka, kwako, kwamba ukipate. Lau umma ungekusanyika juu ya kukunufaisha wewe kwa jambo lolote ndilo, wewe uko kwenye kitanda cha maradhi, wataka shifa, wataka upone wewe, madaktari wa dunia nzima wakusanyike, watu wote, viongozi na wengineo wakusanyike, marafiki na maadui wote wataka wewe upone, hawawezi kukunufaisha kama Allah hakutaka wewe unufaike, isipokuwa kwa jambo ambalo wewe Allah amekuandikia. Wa inijtama'u ala ayadhuruka, na wakikusanyika juu ya kukudhuru wewe, bishai'in, kwa jambo lolote, lam yadhuruka, hawatakudhuru wewe, illa bishai'in, isipokuwa kwa jambo ambalo qad katabahu Allahu alayka, amekuandikia Allah juu yako kwamba likupate jambo hilo. Kwa nini? Rufi'atil aqlamu, zimenyanyuliwa kalamu. Rufi'atil aqlamu, zimenyanyuliwa kalamu. Wajaffati suhufu, na yamekauka madaftari, yashakauka madaftari yaliyoandikwa amali. Kalamu zilizoandika qadar tayari zimeshakauka. Watwiyatu suhuf, madaftari yale ambayo yalikuwa yameandikiwa nayo yameshakunjwa, yamekauka, hakuna kitu cha ziada pale. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Wa fi riwayati ghairi at-Tirmidhi, na katika riwaya nyingine isiyokuwa ya at-Tirmidhi imekuja kwa lafzi inasema ihfadhillah tajidhu amamak, hifadhi dini ya Allah, utamkuta yeye Allah yuko mbele yako, kama ile tajidhu tujahaka. Kisha akasema ta'arraf ala Allah fi ar-rakha'i
jitambulishe wewe kwa Allah katika wakati wa raha, jitambulishe wakati huo. Yaarifka fi shidda, Allah subhanahu wa ta'ala atakujua wewe, atakutambua wewe katika wakati wa shida, kwa maana atathamini kile ulichokifanya wewe katika wakati wa raha. Ulipokuwa katika raha zako, una nguvu, una mali, una pesa, una cheo, ulimtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Leo huna na una shida, basi Allah naye atakupatiliza katika hali hii. Rakhaul hayati kasihha wal ghina wal amn wa ma shbaha dhalik. Raha ya uhai ni kama vile siha, utajiri, amani na kufanya na hayo. Yaarifka, atakutambua wewe Allah fi shida, katika hali ya shida, utakapokuwa mgonjwa. Yaarifka idha maridta wa yaarifka idha iftaqarta wa yaarifka idha khifta, idha kunta fil khawfi. Yote haya atakujua Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yaarifka inda al-maut, atakujua wewe wakati wa kifo chako. Fayuthabbituk wa yusaddiduk, Allah atakuthibitisha na atakuonyesha katika njia ya usawa. Kwa hiyo taarafu ila Allah fi ar-rakhai, jitambulishe kwa Allah katika wakati wa raha. Yaarifka fi shidda, sio kwenye shida sasa ndio jifanya wajibulisha kwa Allah. Allah atakubali, ni ghafurur rahim, lakini haina nguvu sana. Wa'lam anna ma akhtaaka, najua kwamba lile ambalo limekukosa, lam yakul yusibak, halikuwa lenye kukukosa, lenye kukupata. Wama asabaka, na lile lilokupata, lam yakul yukhtiaka, halikuwa lenye kukukosa, halikuwa haliwezi kukukosa wewe. Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri, nafahamu kwamba ushindi pamoja na kuvumilia. Ukitaka kushinda kwenye jambo lolote lazima uwe na subra. Wa'lam, nafahamu anna an-nasra, kwamba ushindi ala al-a'da'i au ala al-makarih, ushindi katika mambo ya kuchukiza, ushindi katika mambo dhidi ya maadui, ma'a as-sabri, pamoja na subra. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathira. طيب. وأن الفرج مع الكرب, na kwamba faraja ni pamoja na mateso. Faraja siku zote inakuja na taabu baada ya dhiki. Faraja ni taabu, lazima upitie. Wa anna alfaraja ma'a alkarbi, na kwamba faraja ni pamoja na mateso, lazima uhangaike katika kila jambo, utaabike nalo, faraja itakuja. Wa anna ma'al usri yusra, na kwamba pamoja na uzito kuna wepesi. Tunaona mambo yamekuwa mazito na hivi, lakini kuna wepesi ndio kuja ukiwa na matumaini na Allah subhanahu wa ta'ala, na umehifadhi wasia huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tumalize hadithi nyingine, حديث 20. سم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحديث 20. حديث 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله البدري رضي الله عنه قال: imepokewa kutoka kwa Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, ni ansari huyu, kisha ni mtu aliyeshuhudia au alihudhuria vita vya Badri, radiyallahu anhu. قال, Allah amridhie, amesema: qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Hapa nimekusema hapa al-Badri nisba ya Badr, kwa maana huyu Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri, inawezekana nisba ikaja al-Badri ikawa kwa mtu aliyehudhuria vita vya Badr, ameshuhudia vita hivi. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam: inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula, hakika katika ambayo
wameyadiriki watu katika maneno ya utume wa mwanzo, inna mimma adraka an-nasu, hakika katika ambayo wameyadiriki watu, min kalami an-nubuwati al-ula, katika maneno ya utume wa mwanzo, idha lam tastahi, inafaa, na idha lam tastahi itafaa vile vile. Fasna ma shikta, usipoona haya fanya unalolitaka. Tangu huko zamani النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. katika maneno ya utume ya mwanzo tayari palikuwa pana maneno ya watu wakiambiwa, kama huoni haya, ujifanya wewe huna haya, fanya unapotaka. قال ابن حجر رحمه الله: وزاد أبو داود وأحمد وغيرهما النبوة الأولى أي التي قبل نبينا. utume wa mwanzo ni ule ambao ulikuwa kabla ya mtume wetu. وقال الأمير الصنعاني: لفظ الأولى ليس في البخاري. neno al-ula haliko katika sahih al-Bukhari bal fi sunan Abi Daud. lakini wawahima الصنعاني فلفظ الأولى لم يرد في كتاب أحاديث الأنبياء، لم يرد في كتاب، ولكنه ورد في كتاب الأدب في الصحيح. وهي imekuja idha lam tastahyi, lam harfu nafi wa jazm wa qalb, nafi tastahyi yujzam bihadf harf al-illa. na pamoja na hivyo tunaona idha lam tastahyi bado yao imethibiti pale. kwa nini? na katika sahih Bukhari imekuja pia vile vile idha lam tastahi bila ya. sawabu ni kwamba fiili hii inakuwa na ya mbili, tastahyi. sasa iliondoshwa ni ile ya pili, ile ya illa ile, kwa sababu fiili asili yake istahya yastahyiyu, ndio asili ya fiili. kwa hiyo inaweza kuondoshwa ile moja, lakini mbele ya kabila la Tamim unasema yao ni moja peke yake. Ndio maana unasema inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alhasil, katika waliodiriki watu katika maneno ya utume wa mwanzo, kitu gani kilichodirikiwa hicho? Idha lam tastahi, au maneno ya utume wa mwanzo ni haya, idha lam tastahi, usipoona haya. Tangu mwanzo tulikuwa mitume wakiwaambia watu wao, ukiwa wewe huoni haya, fasna ma shita, fanya unalolitaka. Amri hiyo ni amri ya at-tahdidi, amri ya kutishiza. hiyo watishwa watu, fanya tuone. Suna haya wewe ulifanya uelewe haya, fanya unachotaka. kama uoni haya, fanya unalolitaka walafu uone. ndio maana yake. Insha Allah katika darasa nyingine tutaje kuanza hadithi ya 21.